wafanyaje? Kabla hujakimbilia kwenda kufanya tarjih, kitu cha kwanza ni aljam'u in amkan, kuzikusanya zote ili zifanywe kazi, kwa sababu al-i'malu aula min al-ihmal. Kufanyisha kazi ndio ikuwa ni aula na ndio haki kuliko kupuuza na kuzipiga zote pembeni. Fanyishe kazi. Kwa jamu kwanza, na njia za jamu ni nyingi sana kabla hujakimbilia katika masala ya tarjih. Sasa tukirudi katika hadithul jariya, hadithi ya yule mjakazi mtumwa wa kike ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliagizia apelekwe kwake. Kwenye hadithi aliyotaja al-Imam Muslim kwenye sahihi yake kutoka kwa sahaba Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu. Bwana yule anaelezea kwamba hadithi ni ndefu na kisa chake mmekiona, lakini anaelezea kwamba jaria yule au mjakazi alipewa kazi ya kuchunga mbuzi sehemu iliyoko baina ya Uhud na Al-Jawaniya. Siku moja katika kuwakagua mbuzi wake au wanyama wake akakuta kuna mbuzi mmoja ameliwa na mbwa mwitu. Kwa hasira akampiga yule mjakazi. Kwa ile jambo akalijutia katika nafsi yake, akaenda kaeleza kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mimi ni mwanadamu, asaf kama yasafun, na ghadhibika kama wengine wanavyoghadhibika. Kwa nimeona ya kwamba yule mjakazi nimwache huru, kama ilivyokuja katika lafzi ya Muslim. Kwa tamko mingine imekuja alayya itqu raqaba, kwa ni wajibu juu yangu kuacha huru mtumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mlete. Akaletwa yule mjakazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule mjakazi, aina Allah, yuko wapi Allah? Yule mjakazi akaonyesha kwa mkono wake na akatamka kwa ulimi wake akasema fi samaa, Allah yuko juu. Akamuuliza man ana, mimi ni nani? Akamwambia anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia a'tiqha fa innaha mu'minatun, mwache huru, hakika huyo ni mu'min. Mwache huru, mkomboe kwenye utumwa, asiwe mtumwa huyo. Sasa hii ni hadithi sahihi, ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake as-Sahih, ambacho tumesema katika vitabu vilivyotungwa na wanadamu hiki ni kitabu cha pili kwa usahihi. Manzila yake na martaba yake ni daraja ya pili, pamoja na kwamba baadhi ya magharibi na wanachuoni wa magharibi huko wamekifadhilisha kitabu hiki wakasema kwamba ni cha kwanza kuliko Sahih Bukhari, lakini kauli ya sawa sawa Sahih al-Bukhari ndio namba 1, namba 2 ni Sahih Muslim. Na hilo wamelipokea ulama kwa kulikubali na wala hawazingatiwi wenye kukhalifu, hawazingatiwi. Tayib, sasa hadithi imetajwa kwenye kitabu hiki. Tukitazama kwamba kitabu hiki kimepita kwenye mikono ya wanawazuoni miat bal uluf bal miatil uluf min alulama katika quruni nyingi, kitabu cha Imam Muslim kimepita kwenye mikono yao kama ilivyopita vitabu vingine katika mikono ya wanawazuoni, wakavisoma, wakavisomesha, wakaweka taaliki zao na comment zao pale, wakasherehesha, wakafafanua, bali wengine waliamua kukosoa wakakosoa, kama al-Imam ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala, Ali ibn Umar ad-Daraqutni katika ilzamat na at-tatabbu' kuna hadithi yamezitia dosari kwamba hii hapana, hii hapana. Pamoja na kukosoa kwao huko, haijapokewa kwamba kuna mwanawachuoni wowote wa Kiislamu ameitia illa na kuikosoa hadithi hii ya al-Jariya. Miamba yote iliyopita hiyo katika ulimwengu kwa karne zote, hufadhu dunia, a'immatu din,
rahmatullahi ta'ala alayhim, hawakuitia makosa na wakaielewa. Ukimwangalia al-Imam Ibn Manda, al-Imam Ibn Khuzaimah na aima wengine, Qiwamus Sunnah, Al-Lalaka'i At-Tabari na wengi wameitaja hadithi hii kwa kuipa mlango hasa babu ithbati uluwi llahi ta'ala, babu kadha, wametaja hadithi hii wakaitolea hoja na wakaitolea ushahidi. Na wanawazuoni wakubwa waliokuja baadaye katika muhaqqiqin kama kina Ibn Abdul Barri na wengineo wakaisahihisha hadithi hii, wakaifafanua, wakaitia nguvu. Hakuna aliyetia illa ala mada alqurun, mpaka walipokuja kina Zahid al-Kauthari na kina Abdullah Siddiq al-Ghumari, kina Abu Ghudda na kina Hasan al-Saqqaf katika asri hii, kwa sababu ya ule uash'ariyya wao na usufi wao wakaamua kuitia dosari hadithi hii ili isiwe imethibiti, isiwe kwamba ni tamko la Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza jaria aina Allah, na isiwe ni takriri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule jaria kwamba amesema fi samaa na yakamnyamazia. Isiwe hivyo, kwa sababu hiyo itatilia nguvu aqida ya as-salaf ya ahli sunnah wal jamaa. Kwa hiyo wakaitia shaka hadithi. Sasa wanaitia shaka vipi? Kwanza wanaitia shaka, mbona al-Imam al-Bukhari hakuitaja katika Sahih al-Bukhari? Hoja ya kitoto kabisa, kwa sababu hata tulabul ilmi wanaanza sasa kusoma ilmu mustalahul hadith wanajua kwamba Imam al-Bukhari lam yaltazim, nikisema lugha hiyo itakuwa inaeleweka, hakujilazimisha al-Imam al-Bukhari kuzitaja hadithi zote sahihi katika kitabu chake. Atakayekwambia hilo atakuwa qad iftara alayhi al-kadhib, amemzulia uongo al-Imam al-Bukhari. Ushahidi, kuna hadithi nyingi tu haziko katika sahihi yake, zimetajwa kwenye vitabu vingine, yeye ameziona, anazijua, wanafunzi wake wamemuuliza akawaambia hiyo sahihi. Ushahidi ni al-Imam at-Tirmidhi, sa'altu Muhammad ibn Ismail an kadha faqala sahih mathalan, nimemuuliza Muhammad ibn Ismail al-Bukhari kuhusu hadithi akasema sahihi, na haiko katika Sahih al-Bukhari. Kwa hiyo hadithi haihukumiliwi kwamba hii ni sahihi au si sahihi kwa sababu haimo ndani ya Sahih al-Bukhari. Si kipimo cha sawa, kwa sababu yeye hakuamua kuzitaja hadithi sahihi zote duniani. Hili lazima lieleweke. Kwa hiyo hoja hii imeanguka, si hoja. Hoja nyingine wanataja kwamba mbona al-Imam Malik ameitaja hadithi hii katika al-Muwatta. Malik ametaja katika al-Muwatta hadithi hii kwenye mlango wa dhihari kule kwa sanadi safi kabisa, na kupitia sanadi hiyo pia ameipokea al-Imam Shafi'i akaitaja hadithi hii kwenye kitabu kinachoitwa Ar-Risala. Hadithi imetajwa kwa sanad safi kashamsi wa dhuhaha au kalqamari idha talaha, hadithi safi kabisa la ghubara alayhi umetaja, isipokuwa Imam Malik amesema ni Amr ibn al-Hakam, kamtaja sahaba badala ya kusema Muawiya ibn al-Hakam. Al-Imam Malik akasema Amr ibn al-Hakam, kwa sababu unaona kuna mgongano hapa. Amri na jawabu dogo tu, wachilia mbali kumtaja Amr ibn al-Hakam, angesema an rajulin akamtaja kwa ibham, pia simtaje jina lake, lakini maadamu imetuthibitikia kwamba huyo aliyetajwa ni sahaba, jahalatu sahaba la tadhuru, kutokumjua sahaba jina lake si madhara. Sikwambii kumtaja kwa jina jingine ikawa ni wahmu, imamu kakosea. Na Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kamkosoa Imam Malik katika hili. Hakuna katika maswahaba wa mtume jina lake inaitwa Amr ibn al-Hakam, sawabu ni Muawiya ibn al-Hakam. Kwa hiyo khata iko, lakini haifanyi hadithi hiyo isiwe sahihi kwa sababu fulani hakutaja vizuri jina la sahaba, kwa sababu hata asingetaja pia ingebaki hivyo kwa sahihi. Angesema wa an rajulin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Lianna jahalata as-sahabati la tadhur. Hii ni qaida muhimu sana katika kawaidi za ilmu ya hadithi ambazo wanazijua
wenye kuanza sasa katika tulabul ilm katika kusoma ilmu ya hadithi. Kwa hoja hii walioleta kina al-Ghumari ni adhaf ma yakun, lakini malasaf wafuasi wao wanabeba tu. Unaweza kuikataa hadithi nyingine ukwambia sasa pia hadithi hii imekuja al-Imam al-Bukhari pia kaitaja hadithi hii katika khalq af'al al-ibad, lakini ametaja masala ya kuzungumza katika swala na mambo kama hayo, lakini suala la kwamba aliulizwa ile jari aina Allah sehemu ile hakuitaja. Naam, sanii al-Imam al-Bukhari maarufu katika sahihi yake na nje ya sahihi yake, yeye mara nyingi anapotaka kulitaja jambo hutaja mahali shahid, lazima kutaja hadithi kipande tu kwa sababu ataka ushahidi wa kitu fulani, lakini haimaanishi kile kipande kilichobakia kwake hakikuthibiti. Sasa ukimtafuta Imam al-Bukhari kwa mujibu alivyoelezwa na al-Hafidh ibn Hajar kwenye sahihi yake, na hasa katika mukaddima wal-Hafidh unaitwa Hadiyus Sari, utafahamu kwamba ile elimu iliyomo ndani ya kitabu kile si elimu ya watu wa kawaida kwenye kahawa na kwenye majalisi za kawaida au wapi. Ni masala ya kiilmu ya ndani, yataka watu walioamua kukalia vikao vya ilmu ndio wanafahamu ibara zile. Lakini hata wale watu wa mwanzo tu katika tulabu ilmu wanaojishughulisha na ilmu ya hadithi wanafahamu kwamba maneno haya muradi wake ni nini, kitendo hiki au kazi hii makusudio yake ni nini, mfumo wa Imam al-Bukhari ni upi na unamaanisha nini. Kwa hiyo Imam Bukhari kuwa ametaja katika kitabu chake Khalq Af'al al-Ibad sehemu katika mahali pa ushahidi ndani ya kitabu hicho, haimaanishi kwamba maneno mengine yote yaliyobakia si ya kweli. Hoja hiyo pia nayo rahat adraj ar-riyah, imepeperuka na upepo, haiko tena. Lakini katika hoja nyingine wanazozitaja ni zile tulizotaja kwenye darasa iliyopita kwamba mbona imekuja lafdhi nyingine inayosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza man rabbuk, na nyingine akamuuliza atashahadina an la ilaha illa Allah, hakumuuliza aina Allah. Sasa ukitaka kuleta mgongano kwenye maandiko yaliyokuja katika sunna au katika kitabu kwenye Qur'ani na katika sunna, kama unaona kwamba kuna mgongano, kwanza kuna adabu zake na taratibu zake unatakiwa uzichunge. Kwanza uthibitishe kweli mgongano upo, taarudhi iko. Kama umeshindwa kuthibitisha kupatikana mgongano, basi kuwa na adabu, kila kitu kibaki mahali pake, kwa sababu asili ni kutokugongana. Sasa kusema hii yagongana na hii, sasa wewe ulichukua njia gani? Masalik, njia za kupita katika nusus ambazo dhahiri yake zinaonyesha kwamba zinagongana, zachukuliwaje? Zatazamwa vipi? Hii ni am na hii ni am, hii ni am katika wajihi khas katika wajihi mwingine, zafanywaje? Ziko njia za kufanya. Hii ni khas na hii ni khas, wafanyaje? Kabla hujakimbilia kwenda kufanya tarjih, kitu cha kwanza ni aljam'u in amkan, kuzikusanya zote ili zifanywe kazi, kwa sababu al-i'malu aula min al-ihmal, kufanyisha kazi ndio kuwa ni aula na ndio haki kuliko kupuuza na kuzipiga zote pembeni. Fanyishe kazi. Kwa hiyo jamu kwanza, na njia za jamu ni nyingi sana kabla hujakimbilia katika masala ya tarjih. Ikishindikana tuangalie ipi imetangulia ipi imechelewa, ili ile iliyochelewa iwe ni nasikh na iliyotangulia iwe ni mansukh. Hii imefuta ile. Isipojulikana tunatawakaf katika au tunakwenda katika tarjih. Sasa al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala katika tarjih kwenye kitabu chake Tadribu Rawi amezitaja zile njia za murajjihati, ziko katika wajihi 7 na zote ukizitazama vipengele vyake viko 40. Kuna aina 40 za tarjih, bali asema baadhi ya wanawazuoni wamefikisha aina za tarjih 100 ili kuipa nguvu hii dhidi ya hii iwe haina nguvu. Haya ni maneno yamekaa kielimu zaidi, usikaa ukafikiria alafu kana kila kinachozungumzwa wewe huelewi. Mazungumzo haya hayafanani na mazungumzo yaliokuwa kabla ya adhana. Unaona mambo yamebadilika.
Mwangesikiliza hivi zipate ujue wewe haumo, si katika watu wake. Watakiwa usome. Nazungumza Kiswahili tu kitupu, lakini kile ukisikiliza wewe hunasi pazungumzwa nini, frequency tayari ishapotea hapa. Mtihani, watu wanaume wamekaa wazungumza maneno wewe huelewi. Mtihani kweli. Wewe uone aibu bwana. Ukitakiwa uchangie, mimi naona hivyo tu. Vipi? Ndio hiyo sema kama alivyosema huyu, huna cha kuchangia. Sasa hiyo ni aibu wallahi. Na ni maneno ya kawaida sana, kwa sababu ni maneno ya mwanzo katika mambo ya kielimu, mambo ya mwanzo kabisa. Lakini wale wanaoelewa alhamdulillah wasikia raha, waona kwamba maneno ya kisawa sawa yazungumzwa yamenyooka. Tusomeni. Kwa hiyo katika aina za murajjihati, kitu cha kwanza, habari yoyote iliyokuja ikawa iko ndani ya sahihi mbili au moja katika sahihi mbili itatangulizwa juu ya habari iliyoko nje ya sahihi mbili. Sasa wewe upata ujasiri upi wa kuchukua riwaya huko pembeni alafu uje ugonganishe na riwaya iko ndani ya sahihi, sahihi Muslim, alafu eti hiyo nyingine yako hiyo uliyotoa huko madongo kuinama huko wataka kuitumia hiyo kuja kuiangusha hii? Umetoa wapi taratibu? Sawa, inawezekana. Kama inawezekana, je, hakuna taratibu za kiilmu za kufuata riwaya? Ukiangalia wapokezi, al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika hadithi hii amemtaja shekhi wake Abu Jaafar Muhammad bin Sabbah, na akamtaja shekhi mwingine Abu Bakr bin Abi Shayba, mashekhi wake wawili hawa wamepokea kutoka kwa Ismail bin Ibrahim an Hajjaj bin Sawaf an Yahya bin Abi Kathir an Hilal bin Abi Maymuna an Ata ibn Yasar an Muawiya bin al-Hakam as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu. Sanadi safi kabisa, hakuna maghmaz kwa yoyote katika huyu, wala hakuna taani yoyote. Ulete riwaya nyingine huko, kuna wapokezi wamejeruhiwa, wametiwa makovu, watakoje kuwalinganisha na hao? Tena wako ndani ya sahihi. Pale wajua Yahya bin Abi Kathir ni mudallis wa qad an'ana, lakini riwaya nyingine zimekuja zote huko pembeni, kwa sababu hadithi ameitaja Abu Daud, ameitaja An-Nasa'i na amesarih kwa tahdithi hadathana. Sasa mushkila uko wapi? Kweli hapa amelitaani, lakini kule sarah. Kwa hiyo huwezi kuchukua riwaya nyingine kutoka nje utaka kuigonganisha na hii. Tujalie kwamba baina ya aina Allahu wa man rabbuka kuna tanaquf, basi hii ni sahihi, alafu ruwati wake wote wako safi, hakuna ambaye ametuhumiwa kwa lolote hapa. Kama ni tadlis manfi, kwa sababu kuna amesarih sehemu nyingine, walillahi alhamdu. Na hadithi kwa sababu albab idha lam tujma' turquhu lam yatabayyan khata'uhu. Siku zote mambo yako namna hiyo, walishazungumza na wazoni siku nyingi. Mlango mambo ya ilm, kama njia zake hazijakusanywa mahali pamoja zikadurusiwa, makosa hayawezi kudhihiri. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kuzikusanya njia zote, usitazame mahali pamoja. Ile siku ile nilizungumza akasema usitazame kwa jicho la fundi saa ikawa chungulia na jicho moja ili uone, tazama kwa macho yako yote mawili. Ukitazama kichongo chongo hutaona. Tumefahamu? Kwa hiyo hadithi hii haina shaka juu ya usahihi wake na wala hakuna ittirab, na mgongano wowote utakaoletwa hawezi kufanya mukawama mbele ya riwaya hii na wapokezi hao. Bali kuna riwaya nyingine imekuja, ametaja Imam Malik vile vile, akasema kwamba aliuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, man rabbuka wa ainahu, akusanya yote mawili. Hilo ni jambo la kuzingatia, Mola wako yuko wapi wewe na nani yeye? Kwa kumbe ni mambo mawili ya kukusanya mahali pamoja, yasigongane. Vipi ikiwa sehemu tofauti? Alafu asli hadithi zinapokuja kwa ikhtilafu kupitia wapokezi tofauti, wanawazuoni kama anavyoeleza al-Khatib al-Baghdadi na wengineo, kama Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake al-Ilal,
Sharh al-Ilal. Ibn Rajab al-Hanbali ana kitabu chaitwa Sharh Ilal at-Tirmidhi. Kinafahamika kitabu hiki Sharh Ilal at-Tirmidhi maarufu katika vitabu vya mustalah al-hadith. Anasherehesha ile ilal ya Imam at-Tirmidhi. Yeye anasema riwaya zitakapokuwa zimetofautiana pakapatikana ikhtilafu katika alfadhi, asili ni kufanywa kwamba hizo ni hadithi mbili tofauti, kwamba wapokezi hawa wamepokea vile na wapokezi hawa wamepokea hivi, wale wapokezi, lakini alfadhi ziko tofauti na wapokezi ni tofauti. Asili hizo ni hadithi mbili, si hadithi moja. Tumefahamu? Sasa hii sio kama wapokezi tu wamekhtalifiana, hapana. Hadithi hiyo inayotajwa ya atashhadina an la ilaha illa Allah au man rabbuk ni hadithi ya Abu Huraira, alafu wapokezi walipokea kutoka kwa Abu Huraira ndio wametofautiana. Kuna wanaosema man rabbuk, kuna wanaosema atashhadina an la ilaha illa Allah. Mmenielewa? Narudia tena, al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake Sharh Ilal at-Tirmidhi, ukisoma Sharh Ilal at-Tirmidhi, mimi nilipata bahati ya kusoma kitabu hiki kwa Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala katika Masjid an-Nabawi. Tumesoma Jami' at-Tirmidhi, tumemaliza ambao ni Sunan at-Tirmidhi, akaisomesha na ile ilal, kitabu al-Ilal, sisemi sharh Ibn Rajab, kitabu al-Ilal. Sasa Ibn Rajab amekuja akakisherehesha hiki kitabu chaitwa Sharh Ilal at-Tirmidhi cha al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab al-Hanbali kwenye kitabu hiki anasema wapokezi wa hadithi wanapotofautiana kuhusu alfadhi za hadithi, kama kuna tofauti, yule asema vile na yule asema vile, asili inakuwa hapo hizo ni hadithi mbili tofauti. Wale wamepokea hadithi ile na hao wamepokea hadithi hii, tusifanye kuwa moja. Sawa? Sasa hao ni wapokezi tu, pengine sahaba ni mmoja, lakini hao wamepokea hivi na wale wamepokea kwa lafzi hili, hizo ni hadithi mbili. Je, itakapokuwa maswahaba ni wawili tofauti? Na ukiangalia hadithi hii imepokewa na Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, ile imepokewa na Abu Huraira, ni watu wawili tofauti. Hizo ni hadithi mbili. Hiyo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo hapa kuzifanya kuwa hizi ni hadithi mbili tofauti ni ndivyo inavyotakiwa na ndio asili. Sasa hapa hadithi hii na hii ni tofauti. Swala jingine la kuangalia, je, ni tukio moja? Wote wanazungumzia tukio moja. Mnifahamu? Ukiitazama hadithi ya Abu Huraira na hadithi ya Muawiya radhiyallahu ta'ala anhuma, utakuta ni matukio mawili tofauti. Kuna baadhi ya vipengele vinatofautisha kwamba hii kuna hivi na hii kuna hivi. Kwa mfano, katika tukio hadithi ile inayozungumzwa na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, yeye anasema kwamba alikuja na mtumwa mweusi. Kuna bwana mmoja bedui alikuja na mtumwa mweusi, kaja na yeye mwenyewe, kambeba huko twende, ambapo hadithi ya Muawiya bin al-Hakam inaelezea kwamba Muawiya bin al-Hakam as-Sulami alimweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam tukio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kamlete. Mnamjanielewa? Mnamenielewa? Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yasema yule bwana alikuja na jariyatu sauda, amekuja naye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lafdhi nyingine nubia, tena mnubi. Akaja naye kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaeleza matukio yake. Sawa? Akamuuliza man rabbuk, katika riwaya nyingine atashhadina la ilaha illa Allah, ambako huku kaulizwa tofauti. Alafu pia yule bwana hakuja naye, kaja yeye tu, akaeleza mashtaka yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kamlete. Yule bwana ndio akamlete, akaulizwa aina Allah. Alafu kitu kingine, hadithi ya Abu Huraira yagongana yenyewe kwa wenyewe. Wapokezi wengine wamesema man rabbuk, wengine wanasema atashhadina la ilaha illa Allah. Katika riwaya Imam Ahmad amepokea kutoka kwa Yazid bin Harun, wakati kulli ma fihi min qibal hifdhi. Mmenielewa? Lakini nataka muelewe tu kwamba ule mgongano unataka kuthibitishwa ili kuigonga hadithi hii iporomoke, si mgongano wa sawa. Hii hadithi imethibiti, haina shaka ndani yake,
na kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuuliza Jaria aina Allah, hilo ni jambo halina shaka juu yake. Na hadithi imetajwa na wanazuoni wengi. Wanasema al-Imam al-Baihaqi alipoitaja akasema katika baadhi ya nusakh za Sahih Muslim hakuna lafzi aina Allah, wakati Imam al-Baihaqi amefariki mwaka 458. al-Imam al-Baihaqi mwenye Sunan al-Kubra ana kitabu Ma'rifatu as-Sunan wal Athar na vinginevyo. al-Baihaqi Shafi'i amefariki katikati ya karne ya 5, 458. Sawa. Wakati Ibn Manda amefariki mwaka 395. Baina yake yeye na al-Imam al-Baihaqi kuna miaka 63 wamepishana. Yeye kashatangulia miaka 63 umri wa mtu, ndio baadaye akafuatia al-Imam al-Baihaqi. Baina yao kuna miaka, huyu kwenye karne ya 4, yule kwenye karne ya 5. Mwenye karne ya 4 sasa mimi nimeona, yule karne ya 5 mimi sijaona. Hujaona basi tumsikiza aliona sisi, na sio mmoja, wengi, kina Ibn Khuzaima Imamul Aimma, kina Daraqutni, wengi tu wameona na wakaitaja, na waliokuja baada yao kina Ibn Abdul Barr al-Andalusi na wengineo. Al-Imam Ibn Manda kwenye kitabu chake Al-Iman ameitaja hadithi akasema akhrajahu Muslim, na lafdh al-Jariya amelitaja aina Allah. Hamjanielewa, narudia tena. Wanasema katika hoja wanazozitaja kwamba hadithi haijithibiti kwa sababu al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake As-Sunan ameitaja hadithi hii akasema hili tamko la aina Allah katika nusakh za Imam Muslim haipo. Mnaelewa? Wanajibiwa hivi, sio kweli. Wako na wazuoni wengi waliomtangulia al-Imam al-Baihaqi waliokuwa kwenye karne ilikuwa kabla ya karne yake, wameitaja hadithi hii na wakasema ameitaja Imam Muslim kwa lafdhi lake hilo, na iko aina Allah. Miongoni mwa hao ni al-Imam Ibn Manda aliyefariki miaka 63 kabla yake. Katika kitabu chake Al-Iman ameitaja hadithi hii na akaitaja tamko hilo la aina Allah na akasema akhrajahu Muslim. Mmenielewa sasa? Sasa wametoa wapi wao? Na wamesema ipo katika nusakh za Imam Muslim, na sio yeye tu, na wengine na wengine na wengine waliokuwa kabla yake na waliokuja baada yake wamethibitisha. Kwa hiyo man alima hujja ala man lam ya'lam, anayejua ni hoja dhidi ya asiyejua. Mimi sijui bwana, sikujua kama ilikuwa hivi bwana. Unaweza kwamba mimi najua ilikuwa kadha wa kadha. Sasa sisi tutachukua kauli ya aliyejua, sio yule ambaye hakujua. Mimi sikuona kitu hiki katika kitabu fulani, mimi nimeona. Kwa aliyeona ni hoja dhidi ya asiyekuwa ameona. Wewe hukuona, mzako kaona. Idha lam tara alhilala fasallim lirijalin ra'awhu bil absar. Wenyewe wanasema usipouona mwezi wakubalie watu walioona kwa macho. Mimi nimetoka nimeangalia, mimi sikuona. Mzako sisi tumeuona. Wewe unasema una matatizo ya macho, kula matunda, kula mboga mboga, utaona. Elimu ya hadithi ni nzuri sana. Elimu alhadithi dhakarun la yuhibbuhu illa adh-dhukuru min ar-rijal. Chukua maneno anasema hivi, elimu ya hadithi ni dume, hawaipendi isipokuwa wanaume katika watu. Ilmu alhadithi dhakarun la yuhibbuhu illa adh-dhukuru min ar-rijal. Elimu ya hadithi ni dume fahali lile, hawaipendi isipokuwa madume katika watu. Chagua wewe mwenyewe. Sawa? Umeelewa? Sasa katika elimu pia ilikuwa jambo hilo hilo. Mimi sikuona kwenye nuskha fulani, mimi sikuona. Wewe ukuona, wenzako wameona. Umeelewa? Kwa hiyo hadithi iko na imethibiti. Ni hawa jamaa tu wanataka kuleta mchezo wa kuichezea hii hadithi, alafu watu wengi kwa sababu wanafuata hawa za nafsi zao wakaichukua hadithi hii. Lakini wala msibabaike na watu wa batili wanataka kupotosha mafundisho na kuzichezea nusus. Tukisoma sisi tutaweza kung'amua uongo na udanganyifu wao. Na hii ndio maana naonyesha kwamba watu wasitegemee mitandao katika kusoma dini, kwa sababu huko mitandaoni pia kuna wapotoshaji. Soma kwanza. Mnifahamu?
kwa sababu ile kwenye mitandao wanaoandika ni binadamu. Mtu kakaa chumbani kwake aandika, aweza kuandika maneno kama haya kielimu, kumbe hadithi imedhoofishwa nini. Kwenye internet nimesoma kwenye Facebook. Sasa Facebook andika nani? Malaika? Ni mtu tu ameamua kuandika, sio ambaye wewe pia waweza kuandika. Lakini ukisoma ni mmoja kaandika kwenye Facebook, kaandika kwenye Twitter, kwenye Instagram, sio kaandika wapi, kaandika kwenye kitabu, kwenye gazeti. Wewe ukisoma tu, ukishapima maneno yako utajua huu ni uongo nambari 1 na huu ni uongo nambari 2. Ushajua kwa sababu umesoma. Lakini kama hukusoma utadanganywa mpaka na kuku. Kila kitu kitakudanganya kwa sababu wewe si mjinga. Wewe ni mjinga, wewe umeshakubali kwamba mtu yote atakayekuja akudanganye na wewe wallah bwana. Unajua mimi maamuma bwana. Wewe wallah bwana. Mimi sina neno bwana. Tusomeni, tuijue dini yetu mpaka tusidanganyike. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.